Maajabu duniani. Huko Lausanne nchini Uswizi, mnamo miaka ya 1945 alizaliwa mwanadada Joseline Alice Wildenstein aliyekuja kushangaza ulimwengu mzima baada ya kuibadili sura yake aliyoumbwa na Mwenyezi Mungu ili mradi afanane na paka, kama kitu pendwa kwa mpenzi wake, mfanyabiashara na bilionea mkubwa sana. Maajabu duniani. Unaweza usimwelewe Joseline, lakini kuna mwanafalsafa alishakwisha kusema ya kwamba mapenzi ni ugonjwa mbaya sana wa akili. Wazo hili la mwanafalsafa Plato limethibitishwa kikamilifu sana na kiumbe huyu kutoka moja kati ya nchi za Ulaya zisizokuwa na pwani, yani bahari. Hii si nchi nyingine bali ni nchi ya Uswizi. Joseline Alice Wildenstein alithubutu kufanya upasuaji mkubwa, yani excessive plastic surgery, tena zaidi ya mara 24 kwa kutumia zaidi ya bilioni 5 za Kitanzania kutengeneza sura yake, hasa macho yake yapate kuonekana kama vile mnyama paka. Maajabu duniani. Alitaka kutengeneza sura yake ionekane kama mnyama paka, kitu kilichopendwa sana na mme wake ambaye alitamani siku moja wafunge naye ndoa. Yaani alifikiri uso wake unao uwezo wa kutengeneza kwa vyovyote vile anavyotaka, kama vile thamani za ndani. Hakuna kikubwa alichokiwaza Joseline, hakujali madhara wala maumivu atakayoyapata, lakini mwilini mwake na hisia zake aliishi kutamani na kuwaza ya kwamba ni jinsi gani ana uwezo wa kumteka mmewe ili asifurukute kwingine. Baada ya kufanya ujanja wote, jina lake likabadilika na dunia nzima sasa ikamtambua kama Catwoman, yani mwanamke paka. Haikuwa rahisi sana, kwani mwanamke huyo alijaribu tukio hilo la kuibadilisha sura yake kwa zaidi ya mara 24. Yani alijaribu kutengeneza uso wake na kufanya upasuaji, tena kwa kutumia gharama kubwa sana za pesa, ili kusudi tu afanane na mnyama paka. Joseline alitamani sana mmewe aweze kufunga naye ndoa mara baada ya kufanana na paka. Kwa hesabu zake za kawaida ni kwamba Joseline alitumia zaidi ya bilioni 5 kufanya upasuaji huo ili tu afanane na paka.